Mtazamaji wa Top Town Media, leo tupo katika eneo la halmashauri ya mji wa Njombe, wanapaita Njombe DC, ambapo limetengwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma ya chakula katika mkoa wetu wa Njombe inapatikana masaa 24, yani usiku na mchana, kulingana na population au wingi wa wageni wanaozidi kuingia katika mkoa wetu wa Njombe tunapoelekea katika maonyesho ya Mei Mosi 2026, na kwenda kuongea na wadau ambao wanamiliki mabanda katika eneo hili ili kukujuza au wewe kupata taarifa kamili halisi kwamba ni huduma gani zinapatikana hapa. Tunaambiwa kuna nyama choma, vinywaji vya aina vyote, yani anayepiga mvinyo kidogo anapata chakula, lakini pia vifaa vyote ambavyo au huduma zote za kijamii zinapatikana hapa, vyoo, maji safi, lakini miundombinu ni rafiki, hata mvua ikinyesha hakuna tope. Ungana nami kupitia Top Town Media. Naitwa Mzee wa Tatu na nyuma kamera niko naye Kevo Mnyama. Ungana nasi mwanzo mpaka mwisho kujua kipi ambacho tunakuletea. Karibu sana. Katika banda hili la halmashauri ya mji wa Njombe pia kuna kikundi cha wanawake na Samia. Nipo na mwakilishi hapa pia, anataka kutujuza huduma zao wamejipangaje, lakini wamewekaje mazingira ya kuhakikisha kwamba wateja na wageni wanaingia katika maonyesho haya ya Mei Mosi, hususani wageni wanapata huduma zao bora. Mama, shikamoo. Marhaba, habari za leo? Safi, habari ya usiku? Salama kabisa. Hongera kwa kuwa mpaka sasa hivi. Asante, tunashukuru sana. Ndio kwanza kula kucha. Kwa yule ambaye kufahamu majina yako tafadhali. Kwa majina naitwa Esther Mtanga. Mimi ni mwenyekiti wa wanawake na Samia mkoa wa Njombe. Asante. Mko kwenye banda la halmashauri ya mji wa Njombe, huduma zenu ambazo mnazitoa hapo? Sisi kwanza kabisa niweze kuweza kushukuru uongozi wa mkoa wa wilaya na halmashauri kiujumla kwa kuweza kutupa hii fursa. Kiukweli tumefurahi toka wameanza kuingia wageni, tumekuwa tukipata fursa mbalimbali, na kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana kuweza kuongeza kipato. Kwa hiyo sisi hapa tumekuja kwanza kabisa tumekuja kama wadau wa nishati safi ya kupikia. Lakini pili tumekuja kwa ajili ya kupata kipato. Kwa hiyo tunachoma nyama kwa mkaa mbadala ambao ni nishati safi ya kupikia, Rafiki Briquettes kutoka Stamiko. Ndio. Kuna tofauti gani kati ya nyama inayochomwa kwenye nishati safi ya kupikia na nyama inayochomwa kwenye mkaa wa kawaida ambayo tumeuzoea mazingira sasa hivi? Pengine watu wanataka kujua labda nyama inakuwa na ladha nyingine au kuna vitu vinaongezeka, testing nini? Kwanza kabisa nyama yetu sisi haina moshi. Na yale madhara yanayopatikana kwenye mkaa ambao ni wa miti haipo kabisa. Kwa hiyo kionja unapata testi asilia kabisa. Haina moshi wote, lakini pili inaiva vizuri mpaka ndani, kwa sababu moto wetu sisi unaweza ukacontrol ukawa kidogo ukawa mwingi. Kwa hiyo kinavyoichoma nyama yako inaiva vizuri na inakuwa laini, haina ugumu wowote. Ndio. Na kwenye elimu ya nishati safi kwa ajili ya uokoaji wa mazingira kwa hapa, vipi mapokezi yake, ikionekana pia na nyie mmeamua kuwa kama vile tunasema watumiaji namba moja, kama vile kuonyesha msitizo? Kwa maana wadau kupokea mkaa wetu wa nishati safi imekuwa changamoto kidogo, hasa kwamba uelewa. Sisi mkaa wetu tunauza kwa kilo. Kwa mtu anaona kwenye kilo unakuwa kidogo, wakati ameshazoea akipata ule mkaa mchafu anapata kindoo kizima. Lakini pia tunaendelea kutoa elimu taratibu, kwa sababu ule mkaa ukiukoleza, kwa mfano sisi hapa tumekoleza mkaa ule saa 5 kamili. Toka hiyo saa 5 mpaka saa hizi hatujabadilisha kitu chochote, hatujaongeza mkaa wala hatujapunguza. Kwa hiyo tunatumia ule, ila tukiona umezidi tunafunga mlango, ukipungua kidogo tunafungua. Kwa hiyo tunaendelea, kuna watu wanakuja wanashuhudia kwamba kweli wanaona tukwe toka asubuhi ya kueleza. Kwa hiyo kidogo saizi watu wanaanza kufunguka na kidogo tunaweza kupata wateja. Asante sana. Ndio. Palikuwa na changamoto kidogo ya upatikanaji wa chakula, hususan mida ya usiku kwa mkoa wetu wa Njombe, na sasa hivi ndio wageni wanaingia. Unawaambiaje kwa wale watu bado hawajajua eneo halisi la upatikanaji wa chakula hasa kwenye halmashauri ya mji wa Njombe? Nipende kuwakaribisha, kwa sababu kwa mfano kama jana sisi tumekesha mpaka asubuhi. Mimi binafsi hapa nimeondoka saa 8 kamili. Lakini bado vijana wetu walikuwa mbaki mpaka asubuhi hapa. Kwa hiyo niweze kuwaalika waweze kuja hapa kwa wingi, chakula kipo na ni cha moto. Ukitaka ugali unapata wa moto, ukitaka wali unapata wa moto, ukitaka nyama unapata ya moto. Kwa hiyo niwakaribishe watu wote, wananchi wa Njombe na wageni wote waweze kukaribia hapa, waweze kupata chakula freshi na cha moto. Kuanzia kuku, samaki, nyama ya ng'ombe, kila kitu kinapatikana kwenye banda letu. Asante, mimi nikushukuru sana. Asante, nashukuru. Asante sana. Huyu ni mwakilishi kutoka wanawake na Samia. Anakuambia kuna nyama inachomwa kwa mkaa mbadala wa uokoaji wa mazingira. Endelea kuwa nami
bado kuna mengi ambayo yanajiri katika eneo hili Njombe DC, ambapo wajasiriamali wametengewa eneo maalum kwa ajili ya kupatia wageni wa Mei Mosi chakula na vinywaji wapate kurelax, kwa sababu tumekuwa na changamoto ya upatikanaji wa chakula katika mkoa wetu wa Njombe, hasa mida hii ya usiku. Nipo na mmoja wa wajasiriamali ambaye yeye anawakilisha banda la halmashauri ya mji wa Njombe. Niko naye hapa, tunataka kupiga naye mastori kujua kipi ambacho wamejiandaa kwa ajili ya kuwapa huduma wageni wanaoingia katika mkoa wetu wa Njombe. Mambo vipi kaka? Salama kabisa. Habari ya jioni. Tunamshukuru Mungu tuko vizuri. Pole na majukumu. Asante sana. Niambie jina lako, jitambulishe. Naitwa Enos Lupimo, babarishe katika banda la halmashauri ya mji wa Njombe. Yes. Niambie vipi, kulikoni kuandaliwa eneo hili hususan mida hii ya usiku? Hatujazoea Njombe. Nafikiri hii ni mikakati tu mizuri ambayo imeandaliwa na uongozi kwa maana ya vyama vya wafanyakazi, lakini pili kishirikiana na serikali, kwa maana ya kwamba waliona kwamba ili watu wasisumbuke habari ya kupata chakula, wakaona waandae eneo hili special kwa ajili ya wageni na wenyeji wanaoingia na kutoka wapate chakula hapa. Ndio unaona wajasiriamali wengi wako hapa kuhakikisha kwamba wanapata chakula. Tuliambiwa kwamba eneo hili, tangazo lilivyotoka mara ya kwanza, kwamba patakuwa na eneo la chakula ambaye ni fresh na vilivyopikwa, lakini mpaka sasa hivi tunaona ni vyakula ambavyo vimepikwa tu, kwamba ule mkakati wa kuweka pia na vyakula fresh kwa ajili ya watu either kuvianunua na kubeba kuondoka navyo, au vipi, limefikia wapi? Hiyo kitu ipo. Hiyo kitu taarifa tulizonazo ni kwamba itaanza kesho. Kwamba mtu ataweza kununua viazi hapa, atanunua ndizi hapa, atanunua parachichi hapa, wakati bado anasherehekea Mei Mosi, anasafisha, anatuma nyumbani. Kwa hiyo utaratibu upo, nadhani kesho itaendelea. Lakini kama unavyoona wageni wamefurahia, eneo wamelipenda, serikali imeweka miundombinu mizuri kabisa, kuna umeme, kuna maji. Kwa hiyo wageni wanafika wanapata chakula cha aina chochote, kuku za kuchoma, mbuzi, ng'ombe na vyakula vingine vyote, chipsi, tena kwa bei nzuri kabisa. Kwa hiyo watu wanafurahia sana. Katika banda letu la halmashauri ya mji wa Njombe kuna vikundi 16 ambao vimejitokeza kuhakikisha kutoa huduma ya vyakula kwa wageni na wenyeji wanaoingia na kutoka katika banda letu. Vikundi 16 mko kwenye banda moja au mmechukua eneo lenye ujumuisho wa vibanda viwili vitatu kuungana kwa pamoja? Kwa hapa 16 kwenye banda ambapo nipo mimi vipo 8, vingine wapo kwenye mabanda mengine. Yes. Na kwenye vikundi hivyo 16 aina gani ya huduma ambayo mnatoa kwa ujumla? Huduma inayotolewa hapa, kwanza asubuhi watu wanapata supu na chapati. Lakini kuna nyama choma, kuna mbuzi, kuna kuku, kuna ng'ombe kwa maana ya mishikaki au ile nyama ya mafungu ile ambayo ni nzuri kabisa, watu wanaipenda. Lakini kuna ndizi, kuna viazi. Unaona, kwa hiyo yani a lot of variety, kwa maana ya kwamba mtu anapoingia akiuliza A apate A, akiuliza B apate B, chochote kile mpaka mboga za majani, na wageni wanafurahia sana huduma ambayo tunaitoa hapa. Pengine unapomwambia mtu kwamba hususan kwenye upande wa nyama ambaye ni chakula ambayo watu wanapokuwa ugenini huwa wanapendelea sana, lakini unaposema nyama za mafungu pengine wanaanza kuhofu kulingana na gharama, maana hapa wanaamini kwamba wafanyabiashara kama nyie mnalipa ushuru, kwa hiyo labda anahofia gharama zitakuwa kubwa sana kupata hizi huduma za chakula. Mfano tukichukulia upande wa nyama, mnaanzia bei gani? Kwanza tuliweke wazi, hapa hakuna mjasiriamali yote anayelipa ushuru. Yaani hapa shirikisho la vyama vya wafanyakazi na mdau ambaye ni serikali hapa, yani vitu ni yani miundombinu yote ni bure, hakuna mtu anayetoa ushuru. Kwa hiyo sasa tunachoambiwa sisi, tumezingatia swala la usafi, lazima tuwe na dustbin, lakini tutoe huduma nzuri kwa wateja. Tuwakaribishe, lakini tuwape huduma nzuri. Kwa habari ya bei, nimesema nyama ile mafungu kwamba yani nyama inakatwa kama nusu kilo, inachoma pale. Ikishachoma pale, mteja anakuja, shilingi ngapi? Namwambia 5,000. Mteja anaridhika. Yani tuna bageni. Unaona, 5,000 nikatie ndio vipande vidogo ndio vinafanya nini? Vinakatakata. Ndio hiyo nyama ya mafungu sasa. Lakini kuna mishikaki na jugazo, mishikaki 500 au bukubuku. Kwa hiyo naye anasema naomba mshikaki 500 au nipe hiyo nyama hiyo pande rote hilo. Ile nimepata neno zuri. Inaitwa portion. Hiyo portion shilingi ngapi? 300. 8,000. 5,000. Mteja anasema naam, nikatie.
tunaingia kazini. Kwa hiyo bei ni makubaliano kati ya mteja na muuzaji. Hakuna bei rasmi ambaye labda imewekwa na halmashauri ili kujaribu kutengeneza mazingira rafiki kwa hawa wateja wanaokuja. Hapana, bei ni mazungumzo na mteja na wote, nchi nzima inajulikana kama mshikaki huwa ni 500, imezidi sana buku 1000. Kwa hiyo bei ni reasonable, ndio maana unaona watu wamejaa sana kwenye mabanda, wanakula wanaingia na kutoka. Unaona? Yes. Tumeona huduma pia za vinywaji zinaendelea hapa. Vipi huduma hizi huwa zinaenda kwa muda gani? Labda mpaka saa 6 usiku, saa 7, saa ngapi? Au watu wanasambaa? Kwa sababu watu ni wengi, ni kwamba au wanakesha, hatujajua utaratibu. Maelekezo yaliyopo ni kwamba hapa ni 24 hours. Kwa sababu kila siku itwapo leo wageni wanaingia saa 6 usiku, wanaingia saa 8, akale wapi? Ndio maana gate liko wazi. Unaona? Kwa hiyo kama gate liko wazi, mtu na sisi hapa tunakesha mpaka asubuhi. Unaona? Kuna mabafu hapa, tunaenda tunaoga, tunaanza kazi. Kwa hiyo hapa mpaka kieleweke. Hii ni Mei Mosi kitaifa Njombe. Haijawahi kutokea. Mimi nikushukuru sana. Asante sana, Mungu awabariki. Karibuni banda letu, muonje chipsi, muonje mshikaki. Itakuwa njema sana. Kuonja hapo. Asante sana. Mtazamaji wa Top Town Media, nafikiri umeyasikia mengi kutoka kwa msimamizi wa banda la halmashauri kwamba amekwambia kwamba huduma hizi zinaendelea kutolewa 24 hours a day kuhakikisha kwamba wageni wanavyozidi kuingia katika mkoa wetu wa Njombe hawakosi huduma hizi kwa kitu, lakini pia amesisitiza kwamba hapa ni free, bei ni rafiki baina kati ya muuzaji na mteja. Mnaelewana, tunakufanya biashara hizi katika mazingira rafiki sana. Shukrani kwa kuwa nami. Naitwa Mzee wa Tatu na hii ni Top Town Media. Endelea kuwa nami.